Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Yami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Waislamu wa kijiji cha Msimihi mkoani Singida waomba kuongezewa nguvu kukamilisha ujenzi wa msikiti. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba asisitiza ushirikiano wa kikanda kukabiliana na uhalifu wa kimataifa. Katika habari za kimataifa, watu 18 wamepoteza maisha katika maporomoko ya ardhi nchini Kenya. Na mkapu la habari linaanzia mkoani Singida. Waislamu wa kijiji cha Msimihi kilichopo katika kata ya Hanoda mkoani Singida wanalazimika kutumia jengo ambalo bado linaendelea na ujenzi kwa ajili ya ibada mbalimbali ikiwemo swala ya Ijumaa kutokana na kukosekana kwa msikiti wa kudumu katika eneo hilo. Ramadhani Idilimu ana taarifa kamili. Ni sauti ya wito wa kheri, sauti inayowaita Waislamu kusimama, kuacha shughuli zao na kuelekea katika ibada. Katika kijiji cha Msimihi, kata ya Ikhanuda, hali imekuwa tofauti. Wito huu unasikika mara 5 kwa siku katika jengo ambalo linaendelea na ujenzi, na ibada zinafanyika katika eneo hilo licha ya kuwepo kwa hali za mvua na jua kali. Tunayo kazi kubwa ambayo ya waumini ambao tunaifanya kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Tumepitia harakati mbalimbali, na huu ni mchango ambao waumini ambao wanafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamejitahidi kujitokeza na kujitolea kwa ajili ya kuendeleza harakati za ujenzi wa msikiti. Kwa jumla ni hali ambayo kama mnavyoona ni kwamba hata mvua ilikuwa inanyesha, tunaona kama ni shida, tukaweka maturubai juu na kwa ajili ya kujizuia kutokana na kivuli pia. Wahadhiri wa dini ya Kiislamu kutoka Singida mjini na maeneo mengine wamepata nafasi ya kutembelea kijiji hicho kupitia kamati ya mihadhara vijijini na kujionea hali ilivyo. Tulikuwa na mashekhe mbalimbali, wametoa mada mbalimbali. Alhamdulillah, na watu walikuwa wengi kwenye muhadhara. Lakini tatizo ambalo tumelikuta, changamoto kubwa iko kwa wenzetu hawa, wana ujenzi wa msikiti ambao umechukua muda mrefu mpaka sasa hivi karibia miaka 2. Kwa maana hiyo tunawaomba wahisani, mnaona Waislamu wanaojitokeza kwenye mambo ya kheri, kwenye kuhudhuria kwenye mihadhara, kwenye darsa, uwezo wao ni mdogo, wamechangisha kiasi ambacho wamejaliwa na Allah mpaka wakafikia kwenye usawa huu ambao mnauona, na bado wanaendelea, lakini utachukua muda mrefu. Tunaomba mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia mkono wake ni mrefu, ana uwezo wa kusaidia kwenye masala ya ujenzi wa misikiti, tunaomba wajitokeze kwa ajili ya kuwasaidia mabwana hawa ili wapate kukamilisha ujenzi wa msikiti. Ili kuunga harakati za Waislamu wa eneo hilo, unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja kupitia nambari 0752999264. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.
Tukielekea Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali kupitia kamisheni ya wakfu na mali ya amana itaendelea kutoa ushirikiano kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo mahujaji. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika hafla iliyofanyika kwenye msikiti wa Jamiu Zinjibar Kiembe Samaki, mkoa wa Mjini Magharibi, kwa lengo la kuwaaga mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija huko nchini Saudi Arabia. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali kupitia kamisheni ya wakfu na mali ya amana itaendelea kutoa ushirikiano kwenu kwa lengo la kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowapata mahujaji wa Zanzibar katika utekelezaji wa ibada ya hija. Binafsi nafurahi kusikia kutoka mamlaka za hija za Saudi Arabia kuwa mahujaji wa Tanzania hasa wa Zanzibar wanasifiwa kwa kupata mafunzo ya kutosha na kupata usimamizi mzuri, hali ambayo inapelekea nchi yetu kutoingizwa kwenye orodha ya nchi zenye madoa kutokana na makosa ya wananchi wao wanaokwenda kuhiji. Katibu wa Umoja wa Hija Zanzibar, Tahiza Yusuf Salim Yusuf, amesema taratibu zote za afya zimefanyika kikamilifu kwa mahujaji hao, ambapo mahujaji 20 miongoni mwao wamekosa vibali vya daktari kutokana na changamoto za kiafya. Moja katika maboresho makubwa ya utekelezaji wa ibada ya hija kwa mwaka huu kama yalipotolewa na Wizara ya Afya nchini Saudi Arabia ni kutaka mahujaji wote kupimwa afya zao. Taaluma ilitolewa kwa kina na mahujaji wote wamepimwa na wako salama kusafiri. Hata hivyo, katika utekelezaji wa sharti hili la kupima afya, jumla ya mahujaji 20 hawakupata kibali cha daktari kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya. Kaimu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katibu Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Suleiman Masudi Makame, ameelezea baadhi ya mafanikio yaliyopatikana tangu serikali kuanza mchakato wa kuwasafirisha mahujaji kwenda kutekeleza ibada ya hija. Katika kipindi hiki cha hija tunakwenda kutimiza miaka 100 ya kuwapeleka mahujaji rasmi kiserikali. Ilianza mwaka 1926 na inaishia leo 26 kukamilisha miaka 100. Umepata bahati kubwa inshallah ya kukamilisha miaka hiyo. Karne moja tayari imeshapita kwenye masuala haya kusimamiwa na serikali. Kwa hiyo kumalizika kwa taratibu hizi itakuwa umefanya jambo kubwa sana. Jijini Dar es Salaam, waumini wa dini ya Kiislamu wanaotaraji kuelekea katika mji mtakatifu wa Makka kutekeleza ibada ya hija wametakiwa kutii na kuzingatia maelekezo yanayopewa na viongozi na mashekhi wanaowaongoza ili kutekeleza ibada ya hija yenye kukubaliwa. Taarifa ya Aisha Mpatila inasimuliwa naye Rajab Shaban Matuga. Wakati ambao msimu wa ibada ya hija kwa mwaka huu 1447 hijiria ukikaribia, semina na mafunzo kwa Waislamu wa hapa nchini wanaotaraji kutekeleza ibada hiyo kupitia taasisi mbalimbali yanaendelea. Na hapa nasaha zinatolewa kwa mahujaji watarajiwa watakaosafiri chini ya mwamvuli wa Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA. Tukiwa kule tuzidishe dua na ibada na tuepuke yale yote ambayo pengine yanaweza kuharibu ibada zetu, lakini kubwa zaidi tujiombee sisi wenyewe, tuwaombee wazazi wetu, tusisahau kuwaombea viongozi wetu, tusisahau kuombea amani ya nchi yetu. Tunafahamu kwamba baada ya uchaguzi kuna yaliyotokea, lakini baada ya hapo kuna yanayoendelea, lakini pia tunaipeleka nchi katika maridhiano ya kweli ambayo yataleta umoja, mshikamano na amani katika nchi yetu ili tuweze kutengeneza maendeleo ya nchi yetu. Tufanye hili kwa dhati kabisa ili tuisaidie nchi yetu na tuwasaidie viongozi wetu waweze kutimiza majukumu yao kwa salama na amani. Aidha pia mahujaji hao watarajiwa wanahimizwa kuhakikisha wanatimiza malengo ya ibada ya hija ambayo ni pamoja na kuwa na tabia njema. Hilo ulijue wewe na alijue mwingine yoyote ambaye pengine mwaka kesho atakwenda, kwamba ajitayarishe vizuri, kwamba siku atapokwenda Maka
anakwenda kutafuta kule, anakwenda kutafuta uzuri wa tabia njema wa mwanadamu, alingane sawa vile atakavyokulingana, na amani, na hakikishe akishavichukua viwili hivyo anavirejesha kwenye nchi yake, ili ulimwengu uwe ni ulimwengu wa watu wenye tabia njema na kulingana sawa na amani. Lakini sifa ya uchamungu na mabadiliko ya kweli navyo vikasisitizwa kwa mahujaji hao watarajiwa. Kila mmoja katika wale wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija ailazimishe nafsi yake kwamba mimi nakwenda kule, nikirudi nirudi na athari ya mabadiliko na uchamungu. Sasa kuna watu wanakwenda hija kwa lengo la kutaka kwenda kuchukua jina, kama jina zuri kabisa ni lile jina la ibada ile ambayo tunaifanya usiku na mchana, ambayo ni nini? Swala 5. Hii hija yenyewe inakwenda kukutengeneza, inakwenda kukupa spidi ya kutekeleza ibada ya swala 5. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ushirikiano wa kikanda na kimataifa ni sharti la mafanikio katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa unaozidi kubadilika na kuvuka mipaka. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akifungua rasmi mkutano mkuu wa 11 na kongamano la chama cha waendesha mashtaka Afrika Mashariki unaofanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 4 hadi 6 Mei 2026, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema katika dunia ya sasa aina nyingi za uhalifu hupangwa, hufadhiliwa na kuratibiwa kwa njia ya kidigitali, hali inayohitaji mifumo imara ya teknolojia pamoja na ushirikiano wa pamoja ili kudhibiti kwa ufanisi. Just as organized crime could... Kama ambavyo uhalifu uliopangwa hauwezi kuwepo bila kuvuka mipaka, vivyo hivyo vyombo vya dola na mifumo ya haki ya jinai haviwezi kukabiliana nao kwa ufanisi bila kuwa na mifumo madhubuti ya ushirikiano wa kimataifa, hususan katika maeneo ya msaada wa kisheria na urejeshaji wa watuhumiwa. Mutual legal assistance and extraditions. Akifafanua zaidi kuhusu mwelekeo uhalifu wa kisasa, waziri mkuu amesema studies have shown that utafiti unaonesha kuwa katika hali nyingi uhalifu dhidi ya wanyamapori na uhalifu wa kimataifa upangwa kidigitali, hufadhiliwa kwa njia za kielektroniki na kuratibiwa kuvuka mipaka, na pia hufichwa kwa kutumia mbinu tata za kiteknolojia, hali inayofanya mipango na athari zake kuvuka mipaka kwa kasi kubwa ambayo wakati mwingine hupita bila kugundulika. In a speed which at times may bypass detections. Akizungumzia athari za uhalifu huo, waziri mkuu amesema ni tishio kwa uchumi na usalama wa mataifa. Mkutano huo wa kimataifa wenye kauli mbiu inayosema matumizi ya teknolojia katika kukabiliana na uhalifu dhidi ya wanyamapori na uhalifu wa kimataifa uliopangwa unawakutanisha wakurugenzi wa mashtaka, mawakili wakuu wa serikali, viongozi wa vyombo vya sheria pamoja na wadau kutoka mashirika ya kikanda na kimataifa kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na mifumo ya haki jinai katika kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mipaka. Chama cha waendesha mashtaka Afrika Mashariki kinaundwa na nchi wanachama ambazo ni Tanzania, Burundi, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kenya, Msumbiji, Rwanda, Ushelisheli, Sudani Kusini, Somalia, Malawi, Sudani, Zambia na Uganda. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ACP Andrew Kantimbo amewataka wakazi wa kata ya Melela wilaya ya Mvomero mkoani humo kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi ili kudhibiti matukio ya kihalifu na uhalifu ikiwemo wizi wa mifugo. Zuberi Mgaya ana undani wa taarifa hiyo. Hayo yamejiri kufuatia mfululizo wa matukio ya wizi wa mifugo katika eneo hilo, ambapo Kamanda Kantimbo amewataka wananchi hao kushirikiana na jeshi la polisi ili kupata mwongozo mzuri wa kudhibiti matukio hayo. Jeshi la polisi limekuwa au limeunda utaratibu wa kufanya kazi kwa pamoja na wananchi. Mojawapo ni kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi. Ndugu zangu, niwaambie askari hawa mnaotuona, hatuwezi tukasema tutoe askari kwa kila mwananchi kila zizi lake, sio rahisi. Kwa hiyo swala la kuwa na mifumo ya kujilinda wenyewe ni swala la kihistoria tangu zamani lipo. Sasa jeshi la polisi limekuja na mradi ambao kwanza tunatambua hao watu, tunawatambua kama ni sungusungu wapo wasalama, tunawatambua. Hivi vikundi vikiwepo na vinafanya doria maeneo mbalimbali, hata toka mtu huko alikotoka na gari lake aje afanye uhalifu kama huu.
Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi wilaya Mvomero, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Bonfasi Mwakaliegese, amesema endapo wananchi hao watazingatia mikakati iliyopangwa kwa kushirikiana na jeshi la polisi, wataweza kutokomeza matukio yote ya kihalifu na uhalifu wilayani humo. Mambo kadhaa ambayo kimsingi yakitekelezwa, basi ili swala la wizi wa mifugo inaweza ikawa historia katika hili eneo, pamoja na matukio mengine madogo madogo, kwa sababu wanaofanya huo uhalifu wako miongoni mwetu hapa. Na nimelizungumza hilo kwamba huwezi kwenda kuingia kwenye zizi la mfugaji wa Kimasai ukachukua ng'ombe ukaondoka nazo, wewe kama sio Mmasai au mwenyeji wa hilo eneo. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kata hiyo wamelishukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano wao na dhamira ya dhati ya kudhibiti matukio ya uhalifu katika maeneo hayo, huku ito ukitolewa kwa wazazi na walezi kuzingatia malezi bora kwa watoto wao. Nashukuru kwa ushirikiano wa jamii pamoja na ofisi yako RPC, OCD pamoja na mkuu wa kituo. Umefanya kazi kubwa sana na ushirikiano mzuri sana. Nilikuwa nafanya mawasiliano, lakini kilichofanyika na mikakati hii ambayo umeizungumzia OCD, naomba tu tupambane, tuwajue hao wezi. Mimi naamini vyombo vya usalama vitafanya kazi yake vizuri. Naomba tu turudi kwenye jamii zetu sisi wenyewe, familia kwanza. Ndani tujiangalie sisi wenyewe wafugaji, je, ndani tupo salama na watoto zetu? Maana hata kama sisi si wafugaji, matukio yakitokea tunasikia kabisa mtoto wa fulani amelipa ng'ombe 6. Tunao humu amelipa ng'ombe 7. Amekamatwa huko na fulani. Yaani humu mnafanya mambo yenu, sisi tunayasikia. Katika kufanikisha suala hilo la ulinzi shirikishi kwenye maeneo hayo, Kamanda Kantimbo amekabidhi baadhi ya nyenzo zitakazosaidia ulinzi huo, ikiwemo tochi 20 kwenye vikundi 6 kwa ajili ya ulinzi, hususan nyakati za usiku. Matumizi ya nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari Usagara ya mkoani Tanga imetajwa kama sababu mojawapo ya kupunguza gharama za matumizi ya kiasi kikubwa cha fedha, uharibifu wa mazingira, pamoja na kupunguza magonjwa yanayotokana na matumizi ya nishati isiyo salama kwa kupikia. Nuhu Stima ana taarifa zaidi. Hayo yamejiri baada ya serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA kuiwezesha shule hiyo majiko rafiki ya kupikia kwa kutumia kuni poa ambazo zinatengenezwa kupitia mabaki ya miwa pamoja na majiko ya gesi. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Alex Bilumo amesema hali hiyo imepelekea kupunguza gharama alizokuwa wanatumia awali kutumia nishati isiyokuwa salama kwa kupikia. Imekuwa faraja sana kwa wapishi kwa sababu hazina moshi wowote, ni salama kwao, na vile vile kwa gharama kishule tumepunguza gharama kubwa sana. Kwa mfano, tulivyokuwa tunatumia kuni za msituni tulikuwa takriban bajeti ya milioni 2.6 hivi, lakini baada ya kuanza kutumia kuni poa pamoja na gesi kama mlivyoona ule upande mwingine, tunajikuta kwamba kwa mwezi tunaweza kutumia milioni 1.6 hadi sana mpaka 800, tofauti na zamani. Aidha, Mwalimu Bilumo ameelezea athari zinazotokana na matumizi ya nishati sio salama kwa kupikia, huku akitoa shukrani zake kwa serikali kwa kuwawezesha kupata nishati hiyo iliyowaondolea adha na changamoto zilizokuwa zikiwakabili awali. Matumizi bora ya nishati kuliko ilivyokuwa mwanzo ambako tulikuwa tunatumia kuni, ambapo athari zake kila mtu anafahamu. Kwanza ni kwa afya ya wapishi, ilikuwa inawaletea matatizo ya kifua. Upande wa kule kuni tunakokata kule polini ilikuwa inasababisha upotevu mkubwa sana wa misitu. Hivyo basi serikali kupitia REA ikaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha shule zetu hizi za sekondari zinatumia nishati poa. Kwa upande wao, wapishi wa shule hiyo wameelezea namna nishati hiyo ilivyokuja kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao kwa wakati na kuepukana na athari za matumizi ya nishati isiyo salama kwa kupikia. Kwa kweli majiko haya yanatuwezesha hata vifua kidogo vimepungua kuliko pale mara kwanza tulikuwa tunatumia kuni za miti hizi. Ilikuwa zinatumiza sana. Kwa hiyo haya majiko poa kidogo yamesave, hata hatupati vifua vya mara kwa mara. Kuni zile zilikuwa zinatusumbua kwa sababu ilikuwa moshi mwingi, moto unatoka live, yani na maana unaungua. Lakini kuanzia sasa hivi tumeingia kwenye gesi,
kidogo nafuu, kwa sababu hakuna moshi kama mwanzo na moto pia sio mkali. Sasa hizi tumepata urahisi zaidi kwa sababu tumepata gesi nzuri, inapika vizuri kwa sasa. Ukitaka moto mdogo unazidisha, ukitaka moto mkubwa kidogo unazidisha. Kwa hiyo tunashukuru sana, alhamdulillah. Kuelekea uchaguzi mdogo wa udiwani katika kata Nyambwigwa, jimbo la Kasulu mkoani Kigoma, unaotaraji kufanyika Juni mosi mwaka huu 2026, wawakilishi wa vyama vya siasa wametakiwa kuzingatia taratibu zote zinazotumika katika uchaguzi huo. Hii hapa ni taarifa zaidi na Zuberi Mdaya. Wito huo umetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kasulu mjini Nufus Aziz Nde alipokutana na mwakilishi wa vyama vya siasa kuzungumzia matukio kuelekea uchaguzi huo. Amesema kikao hicho kimeitishwa kwa mujibu wa ratiba ya uchaguzi mdogo wa udiwani katika kata ya Nyambwigwa, lengo likiwa ni kupitishana kwenye sheria, kanuni na taratibu pamoja na ratiba nzima ya utekelezaji wa shughuli za uchaguzi katika kata ya Nyambwigwa. Uchaguzi huu ni uchaguzi mdogo kufuatia kifo cha aliyekuwa diwani wa kata husika, na kwa mujibu wa kanuni sasa tunalazimika kufanya uchaguzi mdogo katika kata hiyo. Uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika baada ya kupita takriban siku 180 tangu kifo cha aliyekuwa diwani wa kata ya Nyambwigwa Zabron Jackson Kichaka kilichotokea mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Nde ameeleza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi na inatoa fursa kwa wadau wote kuelewa na kuzingatia taratibu zitakazotumika katika mchakato mzima wa uchaguzi huo mdogo, kuanzia uchukuaji wa fomu, kipindi cha kampeni hadi siku ya upigaji kura. Tume ya uchaguzi ilitoa tangazo la uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani, lakini madiwani katika kata 12 za Tanzania bara, mojawapo ikiwa ni kata ya Nyambwigwa katika halmashauri ya mji wa Kasulu. Kwa hivi kwa mujibu wa ratiba, leo na jana ilikuwa ni siku ya kukaa na vyama vya siasa kupitishana kwenye kanuni za uchaguzi na kwa muktadha huu ni kanuni shughuli zinazo. Pamoja na kata ya Nyambwigwa, uchaguzi huo mdogo wa udiwani pia utafanyika katika kata nyingine 11 za Tanzania bara pamoja na jimbo la Isimani katika halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa. Kata nyingine 11 zinazotaraji kufanya uchaguzi mdogo wa udiwani Juni mosi ya mwaka 2026 ni pamoja na Mzimuni iliyopo manispaa ya Kinondoni, Zongomera manispaa ya Kahama, Itulo halmashauri ya mji wa Nzega na Katere katika halmashauri ya mji wa Tarime. Nyingine ni kata ya Kala iliyoko halmashauri ya wilaya ya Nkasi, Ziba halmashauri ya wilaya ya Igunga, Kamsisi halmashauri ya wilaya ya Mlele, Nyamugali halmashauri ya wilaya Buhigwe na Masakata halmashauri ya wilaya Tunduru, Bongwera halmashauri ya wilaya Chato na Kibiti iliyopo halmashauri ya wilaya Kibiti mkoani Pwani. Kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.
Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Huduma ya polisi ya Kenya Jumapili ya Mei 3 ya mwaka 2026 ilithibitisha kupoteza maisha watu 18 kufuatia maporomoko ya udongo na mafuriko, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo na kulazimisha familia nyingi kuyahama makazi yao. Mafuriko ya Kenya pia yameharibu miundombinu mbalimbali nchini humo, huku huduma ya taifa ya polisi ya Kenya imeeleza kuwa maporomoko ya matope yameripotiwa katika kaunti za Tharaka Nithi, Elgeyo Marakwet na Kiambu, ambapo nyumba zimeharibiwa na kaya kulazimika kuhama makazi kufuatia siku kadhaa za mvua zinazoendelea kunyesha. Wafanyakazi wa huduma za uokoaji kutoka mashirika mbalimbali wametumwa katika maeneo yaliyoathiriwa na maporomoko ya udongo kuendeleza shughuli za uokoaji, kuwahamisha watu kutoka maeneo hatari na kusambaza misaada ya dharura. Maafisa husika wa Kenya wamesema kuwa juhudi pia zinaendelea kubaini maeneo hatarishi ili kuzuia maafa zaidi. Inaelezwa kuwa mvua zinazoendelea kunyesha ni sehemu ya msimu wa mvua kubwa zinazoendelea kushuhudiwa nchini Kenya, ambapo kwa kawaida huanza mwezi Machi hadi mwezi Mei na mara nyingi huambatana na mafuriko na maporomoko ya udongo, hasa katika maeneo ya minuko na miji yenye mifereji duni ya maji. Kwingineko, Iran imetangaza kuwa jeshi lake litashambulia majeshi ya Marekani endapo yatajaribu kuingia katika mlango wa Hormuz, kufuatia tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu operesheni ya kusaidia meli kupita katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Iran kupitia kituo cha utangazaji cha taifa IRIB, mkuu wa kamandi ya kijeshi amesema kuwa Iran itashambulia kikosi chochote cha kijeshi cha kigeni kitakachokaribia au kuingia katika mlango huo, hasa majeshi ya Marekani ambayo ameyaita ya uchokozi. Meja Jenerali Ali Abdullah amesema Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa mlango wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa majeshi yake na kwamba usafiri salama katika eneo hilo lazima uratibiwe na Tehrani chini ya masharti yote. Tishio hilo linakuja baada ya Marekani kutangaza operesheni iitwayo Project Freedom ambayo itahusisha meli za kivita, ndege zaidi ya 100, mifumo ya droni pamoja na wanajeshi takriban 15,000 kusaidia kulinda usafirishaji katika eneo hilo nyeti la bahari ya Ghuba. Mvutano kati ya mataifa hayo mawili umeendelea kuongezeka, huku mlango wa Hormuz ukiwa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani na hivyo kufanya hali hiyo kuwa na athari kubwa kimataifa endapo itazidi kuongezeka. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa watu 3 wamefariki dunia kufuatia mlipuko unaoshukiwa kuwa virusi vya hantavirus kwenye meli ya kitalii iliyokuwa safarini kutoka Argentina kuelekea Cape Verde. Mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 70 alianza kuugua akiwa ndani ya meli ya MV Honduras na kufariki alipowasili katika kisiwa cha St. Helen, huku mwili wake ukisubiri kurejeshwa nchini Uholanzi, na kuelezwa kuwa mke wake mwenye umri wa miaka 69 pia aliugua na kufariki hospitalini mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini, huku ikielezwa kuwa wawili hao walikuwa raia wa Uholanzi. Kisa pekee kilichothibitishwa kuwa ni virusi hivyo ni raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 69 ambaye kwa sasa yuko hoi katika uangalizi maalum ICU jijini Johannesburg. Maafisa wa Uholanzi wamepanga kurejesha nchini mwao watu 2 wenye dalili pamoja na mwili wa mtu mmoja aliyefariki ambao bado uko ndani ya meli hiyo. Virusi vya hantavirus huenezwa kwa panya, hasa kupitia hewa yenye chembechembe kutoka kinyesi au mkojo wa panya, ambapo inaelezwa kuwa kwa kawaida maambukizi kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu ni nadra sana. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Jina langu ni Zuberi Mgaya. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Waislamu wa kijiji cha Msimihi mkoani Singida waomba kuongezewa nguvu kukamilisha ujenzi wa msikiti. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba asisitiza ushirikiano wa kikanda kukabiliana na uhalifu wa kimataifa. Katika habari za kimataifa, watu 18 wamepoteza maisha katika maporomoko ya ardhi nchini Kenya.
Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.